Nataka kupeana ujumbe kwa Wakristo wote, hasa wale ambao mnapenda injili ya kubarikiwa sana, kwa sababu injili ya kubarikiwa imesambaa sana kote duniani, kila mahali tu barikiwa, barikiwa, barikiwa. Na hiyo injili imepoteza watu wengi sana. Hiyo injili imepoteza watu wengi kwa sababu inasapoti mawazo yao, inasapoti kile wanatamani ndani ya mioyo yao, lakini ni injili ambayo imepoteza watu wengi. Watu wengi wamepotea na injili ya kubarikiwa. Watu wengi wamepotea na injili ya kubarikiwa. Lakini nataka nikuulize, kutoka upokee hiyo injili ya kubarikiwa, umebarikiwa kweli? Hiyo injili ya kubarikiwa imebadilisha maisha yako? Uoni umekuwa mfungwa? Umekuwa mfungwa kwa mawazo. Hata afadhali wakati ule ulikuwa hujaokoka. Sasa ndio umekuwa mfungwa kwa sababu ya injili ya kubarikiwa. Angalia uko na miaka ngapi kwa wokovu? Umepokea hiyo injili kwa miaka ngapi? Kwani hiyo kubarikiwa, kwani inachukua muda gapi? Inachukua muda mrefu kiasi gani? Umepokea hiyo injili na umekaa katika hiyo injili, imekubadilishia nini? Hiyo ndio swali na kuuliza, kwa sababu hiyo ndio unapenda. Hiyo ndio unapenda kutoka ndani ya moyo wako. Hutaki kusoma neno, hutaki kujua Mungu anataka nini. Wewe unataka tu uambiwe barikiwa. Imekubadilishia nini? Unateseka tu na bado unahubiriwa hiyo injili, sababu ndio unapenda. Na pastor hawezi kukuhubiria kile ambacho Mungu anataka, kwa sababu wewe unapenda hiyo ya kubarikiwa. Angalia imekubadilishia nini? Miaka imeenda ukingojea kubarikiwa. Injili ambayo imepoteza watu wote. Watu wanafuata hiyo injili. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, soma maandiko. Soma maandiko ujue Mungu anataka nini juu ya maisha yako. Wakati Musa alienda Misri kutoa wana wa Israeli Misri, alienda kutoa wana wa Israeli Misri. Walipokombolewa kutoka Misri, kwanza walipitia katika jangwa, mpaka baadaye wakafikiria ya kwamba heri wangekaa kule Misri, maana kule Misri walikula nyama, walikula kila kitu. Wakati Bible inazungumzia Misri, inaongea wakati ambao hujaokoka. Wakati inaongea kuhusu jangwa, ni wakati umekombolewa kutoka kule, wakati umemjua Mungu. Kwa sababu wakati ulikuwa kule hujaokoka, ulikuwa haumjui Mungu, ulikuwa mawazo yako yako kwa pesa, mawazo yako yalikuwa kwa manyumba, mawazo yako yalikuwa katika mali ya hapa duniani. Sasa Mungu akakukomboa, akakutoa kule, ukapata ufahamu wa kumjua Mungu. Huo ndio ukombozi ambao Mungu anaongea kuhusu. Ukombozi wake ndio huo. Lakini wakati unaambiwa ubarikiwa, utabarikiwa, utabarikiwa, utakombolewa, utabarikiwa. Wacha nikuambie mtu wa Mungu, unadanganywa. Naendelea kudanganywa, maana unapenda kudanganywa. Maandiko inasema hizo siku za mwisho watu watapenda uongo kuliko ukweli. Injili ya kubarikiwa ni uongo tu. Ni uongo tu. Kwa sababu ya nini?
Sikiza vile maandiko inasema. Sikiza vile maandiko inasema. Mathayo, na ni Yesu akiongea. Yesu ndiye anaongea. Yesu mwenyewe akiongea. Si tuko chini ya mwavuli wa Yesu Kristo? Basi yeye ndiye alikuwa anaongea. Yeye ndiye alikuwa anaongea. Kwa hivyo siongei mambo ya manabii, naongea kuhusu Yesu Kristo. Yeye ndiye alikuwa anaongea. Sikiza. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tufae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa huyatafuta hayo ambayo siku ya leo mnaenda kuyatafuta kanisani. Unaenda kwa sababu unaenda kanisani kwa sababu una kazi, ukatabiriwe. Unaenda kanisani kwa sababu ya matatizo yako, ukatabiriwe. Hutaki kumjua Mungu anasema nini juu yako. Hutaki kujua Mungu anasema nini juu yako. Hutaki kujua hata mapenzi yake. Angalia, umekaa kanisani miaka sasa ni 10, miaka sasa ni 5, miaka sasa ni 9, na hiyo kubarikiwa kuna, kwa sababu hutaki kumjua Mungu, hutaki kujua mapenzi yake, hutaki kujua anataka nini kwako. Musa alipowatoa katika nchi ya Misri, akatembea naye jangwani. Baadaye Mungu akawapa sheria, akawapa amri 10. Akamwambia Musa, waambie wakitembea na hizo amri 10. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Watakula mema ya nchi. Kwa sababu ya kufuata nini? Amri za Mungu. Umeenda kubarikiwa, umeenda kuhubiriwa injili ya kubarikiwa, hata ujui amri za Mungu ni ngapi, hata ujui Mungu mwenyewe anataka nini kwako. Kwa hivyo wakati unapokea injili, ujue ya kwamba jehanamu haijaama, bado iko. Jehanamu haijaama, bado iko. Penda kumjua Mungu, kwa sababu hakuna kubarikiwa isipokuwa tu wale wamtafutao Bwana. Maandiko inasema kitabu cha Yeremia 17, amebarikiwa yule mtu ambaye anamtafuta Bwana, na amelaaniwa yule ambaye amtegemea nani? Mwanadamu. Waliobarikiwa ni wale wa kumtafuta Bwana. Tafuta Bwana. Yesu anasema tafuteni ufalme kwanza, yale mengine mstatizidishiwa. Unaenda kanisani kuhubiriwa, kubarikiwa nini? Ni nini unaenda kubarikiwa kanisani? Enda kanisani kutafuta mapenzi ya Mungu. Anataka nini? Anataka utembee nini? Na hiyo ndio maana ya kwenda kanisani. Hiyo ndio maana tunakusanyana kutafuta mapenzi ya Mungu. Watumishi munaongea, munadanganya watu na mnajua. Munadanganya watu. Hakuna mahali hii Biblia inasema enda kanisani ubarikiwe. Hakuna, sijawahi ona Biblia nzima, sijawahi ona. Na kama iko, comment hapo. Kwa channel yangu uniambie ni kitabu gani mahali Mungu aliongea kuhusu watu kubarikiwa. Ni Kumbukumbu la Torati 28, lakini anaongea na watu wakati wameshika njia zake. Hapo ndipo watakapo enjoy ama kusherekea mema ya nchi. Lakini ukiangalia Yeremia, amebarikiwa yule mtu atafutae Bwana.
Hao ndio watu ambao wamebarikiwa. Wacha kwenda kanisani kubarikiwa, kupokea gari, kupokea mashamba, kupokea. Unaenda kupokea nini? Nini hiyo unaenda kupokea? Kanisani tunaenda kumtafuta Mungu, kumjua Mungu anapenda nini. Tunatafuta ufalme wake, kwa sababu anajua tunahitaji chakula, anajua tunahitaji nguo, anajua tunahitaji mavazi. Yeye mwenyewe atatafuta mbinu ya kutuletea hizo vitu, kwa sababu ni baba yetu. Watumishi wa Mungu, wacheni kuwadanganya watu, sababu utadanganya watu kwa sababu ya sadaka zao, lakini ujue hii dunia tunaishi kwa muda. Tunatafuta kule, tunaenda kule alienda kutuandalia, huko ndiko tunatafuta. Tafuteni ufalme kwanza. Injili ya Mungu imedhoofishwa. Injili ya Kristo imedhoofishwa. Dhamana ya msalaba imedhoofika. Dhamana ya msalaba imedhoofika. Dhamana ya msalaba haiko tena. Waganga wako kanisani, kiambia watu mtabarikiwa, mtabarikiwa. Wachawi wenu watakufa, waganga wenu watakufa. Tuelezeane ukweli. Wakati ninamtafuta Mungu na uso wake, mganga ni nani? Wakati natafuta mapenzi ya Mungu, mchawi ni nani? Hata ina haja nisungumuze juu yake. Nitakataka mbele za Mungu. Ni kama chawa mbele za Mungu. Danganya watu, lakini ujue siku inakuja ambayo ulijua ukweli. Wengine ni watumishi wakubwa, walituhubiria injili ya ukweli tukabadilika, lakini hivi sasa wamegeuza injili. Walituhubiria injili, tukasikia injili na tukaokoka. Hivi wameacha ule ukweli. Wameacha ule ukweli, wanafuata njia zingine. Sasa mimi nikufuate kwa sababu wewe ulinihubiria. Sawa, nitakuombea, lakini badilika. Sitakufuata hivyo ulivyo. Hivyo ulivyo siwezi kukufuata kwa sababu unapotea. Huwezi kudanganya watu wa Mungu. Yesu ndiye alikuwa anaongea, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Barikiwa sana.